Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za biashara zitasomwa na Nezia Masinde na habari za kimataifa tutaungana na Roman Shirima. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Samia tembelea maskani ya Kisonge, asisitiza umoja kwa Wazanzibari. Na katika biashara, serikali yasema uwekezaji kwenye gesi, nishati na kilimo kupaisha uchumi wa Tanzania. Na katika habari za kimataifa, tetemeko la ardhi Colombia laua watu 132, zaidi ya 480 wajeruhiwa. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanze na taarifa inayoeleza kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametembelea maskani ya Kisonge Zanzibar, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kukutana na wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM na kujadili masuala mbalimbali yanayohusu chama na taifa. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Katika ziara hiyo, Rais Dr. Samia amewashukuru wanachama wa CCM na wananchi katika maskani ya Kisonge kwa kazi nzuri walioifanya wakati wa uchaguzi mkuu mwaka jana na kukipa ushindi chama hicho cha Mapinduzi. Pia Rais Daktari Samia amewataka wananchi wa Zanzibar kuwa wamoja ili kulinda maadili yaliyoachwa na wazee, pamoja na kusisitiza kuwa suala la watu kubishana tofauti ni lazima, lakini wasisahau kulinda mapinduzi. Ili tulinde mapinduzi lazima tuwe wamoja. Tuwe wamoja. Tukitengana, tukigombana, tukihasimiana, hatulindi mapinduzi yetu na tunasaliti wazazi wetu. Kwa hiyo lazima tuwe wamoja. Wanadamu tunapokaa, kupishana na hitilafu ni lazima. Hata waliotoka pacha pamoja, lakini wakishakukua kuna tofauti, wanatofautiana. Kwa hiyo na sisi kutofautiana ni lazima, lakini tukumbuke kwamba tuna urithi tulioachiwa, nayo ni nini? Mapinduzi ya Zanzibar. Na mapinduzi lengo lake ni maendeleo, ustawi wa wananchi, na alhamdulillah kila napokuja Zanzibar maendeleo nayaona. Kila nikija kitu kimegeuka, kila nikija mabati yamezunguka, nikija mabati yamefunguka, kuna jambo limezuka. Kwa hiyo alhamdulillah. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliwasili jana katika visiwa vya Zanzibar na alipita kwenye mitaa mbalimbali ya mji mkongwe Stone Town na kusalimiana na wazee na wananchi mbalimbali wa eneo hilo. Ni kushukuru sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Wakati tume ya rais ya kuchunguza makosa ya jinai kwa matukio yaliyotokea wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 ikiwa imeanza kazi, baadhi ya wanasheria wameeleza kuwa tume hiyo imeundwa kihalali na kuzingatia vigezo vyote vya kikatiba. Hivyo wadau wanapaswa kutoa ushirikiano ili kukamilisha kazi iliyopewa tume hiyo. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Wakizungumza kwa nyakati tofauti jijini Dar es Salaam, baadhi ya wanasheria hao wakiwemo Sweetbet Nkuba amesema tume hiyo imezingatia sheria na katiba ya nchi ambayo inampa rais mamlaka na uwezo wa kuteua na kuunda tume yoyote ya uchunguzi. Hivyo Tanzania wanapaswa kuunga mkono tume hiyo iweze kufanikiwa katika kazi yake iliyopatiwa. Credibility ya wajumbe. Ukitazama wajumbe ambao wameteuliwa wengi ni majaji wa mahakama ya rufani. Sasa kwa nchi yetu kwa kweli katika sifa kubwa za watu ambao sio tu wako makini, watu ambao wanaweza kutenda haki kwa hali ya juu ni majaji wa mahakama ya rufani, kwa sababu wote tunajua kwamba unapokuwa una shauri linaanzia mahakama ya mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama ya hakimu mkazi, mahakama kuu. Hizo ngazi zote ni za rufaa. Inaweza ikawa ni ngazi ya rufaa au ni ngazi ya original jurisdiction, lakini mahakama ya rufani kwa nchi yetu ndio mahakama ya juu kabisa ya kutoa haki. Kwa hiyo anapokuwepo mwenyekiti pamoja na makamishna ambao ni majaji wa mahakama ya rufani, sifa zao na credibility yao huwezi kuitilia mashaka, kwa sababu wao ndio watoaji haki wa ngazi ya juu kabisa. Wakili Nkuba ameelezea pia utofauti baina ya tume hii na tume ya awali iliyoundwa na rais ikiwa chini ya Jaji Othman Chande, ambapo wamesema utofauti huo upo katika hadidu rejea
huku tume ya sasa ikiwa imeundwa na kuongozwa na jaji wa mahakama ya rufani Shabani Lila, ikiwa na wajumbe wakiwemo majaji kutoka mahakama ya rufani pamoja na wajumbe kutoka nchi za Namibia na Uganda, wakati Nkuba akisema kuwa sifa za wajumbe waliounda tume hiyo ni sahihi na Watanzania wanapaswa kuisaidia tume hiyo ili iweze kutimiza kazi kwa ufanisi. Tume ya Jaji Lila iko very specific. Tume ya Jaji Lila yenyewe inakwenda kuchunguza matukio ya kijinai, kwa maana ya kwamba kazi kubwa imefanywa na tume ya Jaji Chande ya kuangalia sasa chanzo, madhara, lakini ikagundua kwamba kuna watu ambao walishiriki au kuna vyombo ambao vilishiriki kudhamini, kufadhili, kuchochea. Sasa tume ya Jaji Lila yenyewe inakuja kwa ajili ya kazi maalum tu kuangalia matukio ya kijinai yaliyofanyika. Ni nani alikuwa nyuma ya matukio haya. Kwa hiyo tunakwenda sasa kuangalia, tume hii inakwenda kutazama, kimsingi inakwenda kutazama nani anawajibika katika lipi. Kuundwa kwa tume hiyo kunatokana na miongoni mwa mapendekezo yaliyotolewa na tume ya rais iliyoongozwa na Jaji Othman Chande, ambayo iliundwa kuchunguza matukio ya vurugu kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Na mtazamaji wa TVE, tuelekee mkoani Shinyanga ambapo baba na mtoto wake wamenusurika kifo baada ya baba huyo kumtumbukiza mtoto kisimani kisha naye kujirusha ndani ya kisima hicho, huku chanzo cha tukio hilo kikidaiwa kuwa ni mgogoro wa kifamilia kati yake na mke wake. Mwanahabari wetu Neema Hussein ametuandalia taarifa zaidi. Tukio hilo linadaiwa kutokea katika mtaa wa Kasimba uliopo manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, ambapo mashuhuda wamesema baba huyu alitoka ndani ya nyumba akiwa na mtoto wake huku anakimbia na kusema bora afe yeye na mtoto wake. Nilikuta ni baba kadumkiza mtoto wake kisimani, pia naye akamtumbukiza. Kwa tukio lile lilileta mtafaruku kubwa sana. Tumefika kuta wananchi wamejaa na wameshamuokoa mtoto, wamemtoa, lakini pia naye baba ameokolewa. Tukajaribu kuhoji, kweli ikaonekana kuna changamoto ndani ya nyumba kati ya baba na mama. Kweli hilo tukio nimeliona, nilikuwa nyumbani nafanya usafi, kasikia kelele, tukafika kwenye tukio, nikaambiwa kwamba kalete kamba, nikakimbia nikachukua kamba, nikampa, wakaingia wakatoa mtoto. Mungu amesaidia, mtoto anaendelea vizuri na baba alitoka, wote wanaendelea vizuri. Ilikuwa asubuhi, sikumbuki ilikuwa kama majira ya saa ngapi, nimetoka ndani kwangu nikamwona jirani yangu huyo akatoka ndani kwake akiwa anazungumza maneno fulani hivi. Nikaona moja kwa moja anakimbia akaja kujidumukiza kisimani, lakini hapo kisimani alikuwa anachota mke wangu maji. Kwa hiyo ndo alipofika pale akadumukia moja kwa moja. Akizungumzia tukio hilo, mwenyekiti wa mtaa wa Kasimba Leonard Nswima amesema alipigiwa simu na majirani na kupewa taarifa hizo kuhusu baba na mtoto huyo kutumbukia kisimani. Kwa ni saa 2 kama dakika 10 hivi nimepigiwa simu na majirani, wananchi wema, kwamba kuna tukio la baba na mtoto kutumbukia kisimani. Basi mimi nikawa nimesogea eneo la tukio, nikawa nimefika hapo kweli kukuta hali kama ilivyo. Na kwa maelezo ya haraka ni kwamba kwa maelezo ya majirani kwamba ilionekana kulikuwa na mgogoro kidogo kati ya baba na mama. Kwa hiyo hasira ikamchukua baba kuamua kuchukua mtoto wao wa umri wa miaka 4 na kumtumbukiza kisimani. Kuna kisima kiko hapa ambacho kina urefu zaidi ya futi 28. Mtoto kadumbukia humo, baba naye akawa amejitupia humo. Lakini mama wa mtoto akaanza kupiga kelele na majirani wakawa wamesogea na kuingia humo ndani kwenda kuwaokoa baba na mtoto. Kevin Mponela ni mtaalamu kutoka kituo cha afya Ilembo, amethibitisha kuwapokea majeruhi hao na kusema kuwa hali zao zinaendelea vizuri. Tulimpokea mtoto wa miaka 4 wa kike ambaye akiwa na shida ya upumuaji pamoja na kuwa amechoka sana, kutokana na kwamba inasemekana kuwa alidumbukia kwenye kisima na hivyo alikunywa maji mengi. Kwa hiyo alivyoletwa hapa tuliweza kumpatia matibabu stahiki na hivyo aliweza kuruhusiwa siku ya jana na kuelekea nyumbani akiwa na afya njema. Jeshi la polisi mkoa wa Katavi limetoa rai kwa wananchi kuwa na desturi ya kutatua migogoro ya kifamilia kwa njia ya amani kwa kushirikisha ndugu, viongozi wa dini au viongozi wa serikali, jambo ambalo litasaidia kuzuia vitendo vya kujichukulia sheria mkononi. Ni kushukuru sana Neema Hussein kwa taarifa hiyo.
Mfanyabiashara Frank Kagale amehukumiwa kifungo cha miaka 20 baada ya kupatikana na hatia ya makosa ya ukwepaji kodi na matumizi mabaya ya mifumo ya kielektroniki. Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Hukumu hiyo imetolewa na mahakama ya hakimu mkazi Kivukoni, Kinondoni, Dar es Salaam, ambapo Kagale alihusishwa na matumizi yasiyo halali ya mashine za EFD yaliyosababishia hasara kwa serikali ya takriban shilingi milioni 971.9. Akizungumza mara baada ya maamuzi hayo ya mahakama, kwa niaba ya kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA, Paul Walalaze, kaimu meneja wa kitengo cha mawasiliano na elimu kwa mlipa kodi kutoka TRA, amesema TRA itaendelea kuwafuatilia wanaojihusisha na ukwepaji wa kodi pamoja na matumizi mabaya ya mifumo ya kielektroniki, huku akiwataka wananchi wa Tanzania kudai risiti halali na kutoa taarifa kuhusu vitendo ambao vinahujumu mapato ya serikali. Mtuhumiwa huyo ni miongoni mwa wahalifu ambao TRA imekuwa ikiwatafuta. Alikuwa akijihusisha na uuzaji wa risiti za EFD kwa wafanyabiashara wasio waaminifu, ambapo risiti hizo zimetumika kudai marejesho ya kodi. TRA imeendelea kuwafuatilia kwa ukaribu wote wanaohusika katika mnyororo wote huo na kukusanya kodi ambayo imekwepwa pamoja na adhabu zake. TRA inakemea kwa nguvu zote vitendo vya ukwepaji kodi, kughushi, kutumia mifumo ya kielektroniki ya EFD na mifumo mingine, kutoa risiti zisizo halali, kutokutoa kabisa risiti kwenye mauzo, pamoja na mbinu nyingine zote zinazolenga kuikosesha serikali mapato. Ni kushukuru sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji wa TVE, tuelekee sasa mkoani Geita, ambapo baadhi ya maeneo katika mkoa wa Geita bado yanakabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa huduma za mawasiliano ya simu, hali inayowalazimu wananchi katika maeneo hayo kukumbana na adha ya kukosa huduma muhimu za mawasiliano. Joel Maduka kutoka Geita ametuandalia taarifa zaidi. Changamoto hiyo imebuliwa na viongozi mbalimbali wakati wa kikao cha kamati ya ushauri ya mkoa wa Geita RCC, ambacho wameelezea kuwa baadhi ya maeneo ikiwemo poli la Kigosi, kata ya Namonge, Butizia wilayani pamoja na Bomba Mbili Magogo katika manispaa ya Geita bado hayajafikiwa ipasavyo na huduma za mawasiliano. Viongozi hao wamesema upatikanaji wa mawasiliano ni muhimu kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi, ikiwemo kurahisisha upatikanaji wa taarifa, huduma za kifedha na mawasiliano ya dharura. Wilaya Bukombe tumekuwa na shida, watu wanaoingia mle kwenye poli la Kigosi, akiingia kule huyo ndio umempoteza mpaka aje atoke. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, ni waombe watu wa mawasiliano kwenye kata yangu ya Namonge, nayo kata ile ina shida na mawasiliano sana. Bado hata sisi kwenye maeneo yetu ya biashara internet ni shida sana, hata huko kwenye maofisi, na ukiongea nao wanakuambia mtu mwenye access ya kuingia kwenye mfumo yuko Mwanza. Kwa hiyo tunaomba ile ofisi itoke Mwanza kama zilivyotoka ofisi zingine, wahamia hapa Geita ili tuweze kupata service mapema. Mwenyekiti, maeneo haya tunayoishi haya, hii eneo la Bomba Mbili Magogo hii, ya kiukweli mawasiliano ya huku unasogea unatafuta sehemu, unapiga sehemu nyingine unakienda hamna. Sasa kama kweli mnatafuta eneo la kuanzia ni hili hapa. Akijibu hoja hizo, meneja wa kanda ya Ziwa wa mfuko wa mawasiliano kwa wote Yusafu Fredi Kandonga amesema maeneo yaliyotajwa yatafanyiwa kazi ili kurahisisha mawasiliano ya wananchi kupata huduma. Kuhusiana na pori la Kigosi, ili niseme tu kwamba nimelipokea na nitalichukua na wataalamu watakuja kwa ajili ya kuliangalia. Kama nilivyosema, ni lengo la serikali na Yusafu kwa jumla kwamba maeneo yote yanakuwa na huduma za mawasiliano. Eneo la pili ni kata za Namonge na Butindia, kama nimezinukuu vizuri, za Bukombe. Pia nazo nimezichukua, Butizia nazo nimezichukua na tutazifanyia kazi. Kuna swala pia la internet maeneo ya biashara, sikuipata vizuri, lakini niseme tu kwamba internet hutolewa na watu wa huduma. Sasa sijajua ni mtu wa huduma yupi kati ya hao waliopo, Tselo, Vodacom, Airtel, Yasi.
ni TCL, basi nitamfikishia kwa sababu tuko naye pale Mwanza. Hatua hiyo inatarajia kusaidia kupunguza changamoto ya mawasiliano katika maeneo ambayo bado hayajafikiwa ipasavyo na huduma hiyo, huku wananchi wakitarajia utekelezaji wa ahadi hiyo utakaowawezesha kupata mawasiliano kwa urahisi na kuchochea shughuli za kijamii na kiuchumi. Ni kushukuru sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Tume ya Utumishi wa Umma imesema serikali ina dhamira ya dhati ya kuhakikisha watumishi wa umma wanafanya kazi katika mazingira salama na yenye kulinda afya zao ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na kutoa huduma bora kwa wananchi. Mwanahabari wetu Recho Chacha ametuandalia taarifa zaidi na inasomwa hapa na Muhammad Jamal. Kauli hiyo imetolewa na Katibu wa Tume ya Utumishi wa Umma Nolasco Kipanda wakati akifungua mafunzo ya usalama na afya mahala pa kazi kwa wakaguzi wa tume hiyo yaliyoandaliwa na Wakala wa Usalama na Afya Mahala pa Kazi OSHA. Mafunzo hayo yanalenga kuwajengea uwezo na uelewa wa wakaguzi wa tume ambao wana jukumu la kukagua utekelezaji na uzingatiaji wa sheria, kanuni na miongozo mbalimbali katika utumishi wa umma ikiwemo masuala ya usalama na afya mahala pa kazi. Sote tunafahamu kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Sheria ya afya na usalama mahali pa kazi namba 5/2003 inaelekeza maeneo yote ambayo ya kazi yaweze kuwa na mifumo madhubuti ya kukinga wafanyakazi dhidi ya ajali na magonjwa yatokanayo na kazi. Natamani kuwa na watumishi wenye afya njema kusudi wakafanye kazi. Sasa hilo hata serikali nzima inaamini watumishi wakiwa na afya njema watafanya kazi vizuri. Sasa serikali haihangaiki, uko tayari kwa sababu ina chombo chake OSHA ambacho kinalisimamia hilo. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa OSHA Hadija Mwenda amepongeza serikali kwa hatua mbalimbali zinazoendelea kuchukua katika kuhakikisha watumishi wanalindwa dhidi ya ajali na magonjwa yatokanayo na kazi kupitia utekelezaji wa sheria, kanuni na miongozo ya usalama na afya mahala pa kazi. Sisi tunaishukuru sana tume ambao leo wametushirikisha ili tuwape haya mafunzo, wakienda kukagua wajue ni maeneo gani ambayo watayakagua, na baada ya kukagua tutakuwa na kikao kingine tena cha kuangalia uzingatiaji wa sheria ndani ya serikali. Hili lina faida kubwa sana kwa sababu kwanza sisi ndio tunaotoa huduma. Tunapokuwa watumishi wa umma tuna afya njema, maana yake ni kwamba tunaweza kutoa huduma bora. Baadhi ya wakaguzi wa tume walioshiriki mafunzo hayo wameeleza kuwa mafunzo hayo ni nyenzo muhimu katika kuwaongezea uelewa na kuwasaidia kutekeleza majukumu yao ya ukaguzi kwa ufanisi zaidi. Mafunzo haya ya leo ni muhimu sana kwetu sisi, hasa wakaguzi kutoka Tume ya Utumishi wa Umma, kwa sababu jukumu kubwa la Tume ya Utumishi wa Umma ni kusimamia utumishi wa umma kwa ujumla. Kwa maana tume inaangalia namna ambavyo waajiri, mamlaka za nidhamu na mamlaka za ajira zinavyosimamia utumishi wa umma kwa misingi ya sheria, kanuni, taratibu na miongozo inayotawala utumishi wa umma. Kipekee kama wakaguzi kutoka Ofisi ya Rais Tume ya Utumishi wa Umma, ninashukuru mafunzo haya yatatuwezesha kuwaelimisha watumishi wenzetu huko katika kaguzi zetu tunazofanya ili waweze kucomply au kukidhi sheria ya usalama na afya mahali pa kazi, kwani asilimia kubwa au muda mwingi tunaotumia sisi watumishi tunakuwa tupo kazi. Mwaka 2022 Tume ya Utumishi wa Umma ilifanya maboresho katika mfumo wa ukaguzi wa masuala ya kiutumishi ili kuendana na sera, sheria na mazingira ya wakati huo. Maboresho hayo yaliongeza maeneo 6 ya kiutawala katika maeneo 7 yaliyokuwa yakikaguliwa awali, ambapo usalama na afya mahala pa kazi ni miongoni mwa maeneo mapya yaliyojumuishwa katika mfumo huo wa ukaguzi. Ni kushukuru sana Muhammad Jamal kwa taarifa hiyo iliyoandaliwa na mwanahabari wetu Recho Chacha. Wakulima mkoani Ruvuma wametakiwa kuzingatia kilimo chenye tija kwa kufuata kanuni bora za kilimo na kulima kwa mtazamo wa kibiashara ili kuongeza uzalishaji na kipato cha mkulima, hatua inayolenga kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa na kufanikisha malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050. Kutoka mkoani Ruvuma, huyu hapa Innocent Horomo. Wito huu umetolewa na Katibu Tawala Mkoa wa Ruvuma, Wakili Mary Gaspar Makondo, wakati akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadier General Ahmed Abbas Ahmed katika zoezi la kufunga maonyesho ya 88 kwa ngazi ya mkoa yaliyofanyika katika viwanja vya Amani Makoro wilayani Mbinga. Amesema serikali itaendelea kuweka mazingira rafiki kwa wakulima kwa kuhakikisha upatikanaji wa pembejeo za kilimo ikiwemo mbegu bora, mbolea za ruzuku, kugawa miche ya mazao ya kimkakati, kuhamasisha matumizi ya teknolojia
teknolojia za kisasa za kilimo pamoja na kuwezesha upatikanaji wa mitaji kwa ajili ya shughuli za kilimo. Ujenzi wa vituo vitatu vya zana za kilimo vitapunguza gharama za kilimo na kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao. Kuhusu mitaji ya kilimo, zipo taasisi za fedha zinaendelea kuhudumia wananchi na wakulima mikopo yenye riba nafuu. Niwaombe, mikopo ya 10% nayo pia ni moja wapo ya dirisha la uwezeshaji wa kilimo biashara. Watoa huduma, endeleeni kutoa elimu ya kilimo biashara na kuwafikia wananchi wote, hasa vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum. Kwa upande wake, katibu tawala msaidizi wa uchumi na uzalishaji ofisi ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma, Deodatus Sisibuli, amesema kauli mbiu ya maonesho ya 88 kwa mwaka 2026 inapaswa kuwa chachu ya wakulima kuachana na kilimo cha mazoea na kuzingatia kilimo cha biashara kinachozingatia mahitaji ya soko. Kauli mbiu hii inatukumbusha kulima kibiashara, kwamba tunapokuwa tunalima mazao yetu mbalimbali, basi kwanza tuangalie soko la mazao, tuangalie pia tija au uvunaji wa mazao yale ili kuelekea kwenye utekelezaji wa dira 2050. Mheshimiwa mgeni rasmi, maonyesho haya ya mwaka huu katika viwanja hivi vya Amani Makolo yameshirikisha taasisi na makampuni mbalimbali 30 pamoja na wajasiriamali na taasisi zingine binafsi 70 ambao wadau zaidi ya 100 wamejitokeza hapa kwa ajili ya kuonesha shughuli mbalimbali. Nao washiriki walioshiriki katika maonesho hayo wamewataka wakulima kuzingatia elimu walioipata hususan ya uchaguzi na matumizi ya mbegu bora ili kuongeza tija na uzalishaji katika kilimo. Kwa upande wa wakulima, wameomba wataalamu wa kilimo kufika katika mashamba yao kwa ajili ya kutoa elimu na ushauri wa kitaalamu kwa vitendo. Lakini kikubwa zaidi ambacho tunapenda sana kuwahimiza wakulima ni namna ya kupata elimu ya kuchagua mbegu bora, kwa sababu pia janga la mbegu feki, lakini pia mbegu ambazo sizo bora linawakumba sana wakulima. Waelekeza wakulima wetu namna gani wanaweza wakapata mbegu bora, lakini pia wakaweza kuzitumia mbegu hizo bora kuweza kupata mazao ambayo ni mazuri na yenye uhakika kabisa. Mimi nimeanza kulima sijui na miaka mingapi, sijui hata siwezi kuhesabu. Sijamuona bwana shamba hata siku moja kusema atembelee shambani aje elimishe kuhusu madawa, jinsi upandaji. Sijamuona, yeye ni ofisini tu anasema mpaka mfuate yeye mwenyewe. Ukimfuata anataka kati mwingine wao bwana shamba wa vijijini wanataka mpaka wape hela ndio wakutembelee kijijini shambani kwako. Ni kushukuru sana Innocent Horomo kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametoa muda wa siku 7 kuanzia Agosti 11 hadi Agosti 17 kwa mabasi yote ya abiria ya mikoani na nchi jirani yasiyokuwa na vibali vya kupaki nje ya kituo cha mabasi cha Magufuli kurejea haraka kutumia kituo hicho, huko akiitaka LATRA kutotoa tena vibali vya mabasi kupaki nje ya kituo cha mabasi cha Magufuli. Mrisho Mapeyo ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Chalamila amesema kampuni zenye vibali vya kuwa na vituo vya mabasi nje ya kituo cha mabasi cha Magufuli kwa mujibu wa LATRA zipo 6 tu. Hivyo kampuni zote ambazo hazina vibali hivyo hadi kufikia Agosti 17 ziwe zimerejesha mabasi yao kupaki kwenye kituo cha mabasi cha Magufuli. Aidha, Chalamila amepiga marufuku malori kupaki kwenye hifadhi za barabara na kwamba anatarajia kufanya operation maalum kuanzia Agosti 17 ikiwa ni katika mpango wa kudhibiti msongamano wa magari ndani ya jiji la Dar es Salaam ambalo kwa sasa limekuwa na msongamano mkubwa. Tarehe 11 ya mwezi wa 7 ya mwezi wa 8 2026 mpaka kufikia tarehe 17 yani siku ya Jumatatu, kwa wale wote ambao hawana vibali vya kuoperate stendi hizo katikati ya mji warudishe mabasi yao stendi ya Magufuli. Mnaweza mkaniuliza swali, sasa itakuwaje? Ukipanda ndege hapa shirika la Tanzania ATCL na ukapanda pia ndege za Precision au ukapanda shirika jingine lote lile, unaelekea Kilimanjaro au unaelekea Arusha, ukitua uwanja wa Kia kuna shata ambayo inakushato kwenda Moshi au inakushato kwenda Arusha. Lakini ndege haiendi Arusha, kwa maana haitui katikati ya Arusha ama haiendi kutua katikati ya Moshi.
Kwa lugha nyepesi, mabasi haya yote makubwa yanapaswa kuwa na shuttle, kwa maana mabasi madogo madogo ambayo yatawachukua abiria wao kutoka stendi ya Magufuli kuwaingiza katikati ya mji kwenye stendi zao kama sehemu ya huduma bora wanayoitarajia kuitoa kwa watu wao. Akizungumzia suala la usalama ndani ya jiji hilo, Chalamila amesema jiji hilo lipo salama licha ya uwepo wa baadhi ya matamko ya uvunjifu wa amani, na ametoa muda wa hadi Agosti 30 mwaka huu kwa watu wanaomiliki silaha za moto yaani bastola kufika kwenye mamlaka husika kwa ajili ya kuhakikiwa, huku pia akielekeza kwa wote wanaomiliki silaha kinyume na utaratibu, ikiwemo kurithi kutoka kwa wamiliki waliofariki dunia, kuziwasilisha kwenye mamlaka husika kabla ya operation maalum kufanyika, ikiwa ni katika kuimarisha usalama ndani ya jiji hilo. Wapo baadhi ya watu ambao wanamiliki silaha kisheria, lakini kwa bahati mbaya sana silaha zao hazijalipiwa, kwa maana ya zile tozo za kisheria ambazo hulipiwa kila mwaka, yani vibali, uhuishaji wa vibali vya umiliki wa silaha kila mwaka. Lakini wapo pia baadhi ya wanafamilia ambao wamiliki wa silaha hizo wamefariki, lakini kwa bahati mbaya sana hawajui silaha hizo ziende wapi. Mtu alikuwa anamiliki bastola, alikuwa anamiliki shotgun, sasa bahati mbaya mmiliki huyo amefariki. Sasa wanafamilia wanakuwa hawaelewi silaha hiyo waipeleke wapi. Sasa maelekezo ya kwanza ni kwamba yoyote ambaye anamiliki silaha kisheria, ahakikishe kuanzia sasa, tarehe ya leo mpaka kufikia tarehe 30 ya mwezi wa 8, anafika kwenye mamlaka maalum kuhakikiwa silaha yake na kuilipia vibali vyote ambavyo vinatakiwa kama mchakato wa kisheria wa kuhuisha umiliki wa silaha hiyo kisheria. Sanjari na hayo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amezungumzia maendeleo ya ujenzi wa miradi mbalimbali ndani ya jiji hilo ikiwemo daraja la Jangwani, huku pia akieleza kuwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekushatoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya mabasi ya mikoani kwenye maeneo ya Mbagala na Bunju. Katika hatua nyingine, Chalamila amepiga marufuku raia wa nje ya Tanzania kufanya biashara ndogo ndogo zinazopaswa kufanywa na raia wa Tanzania. Badala yake, raia wa nje wanapaswa kufanya shughuli za uwekezaji mkubwa utakaotoa fursa kwa Watanzania. Halmashauri ya Manispaa ya Temeke inatarajiwa kukusanya mapato ya ndani ya shilingi bilioni 80 kwa mwaka wa fedha 2026-2027, huku ikitarajiwa kutumia shilingi bilioni 5.6 kwa ajili ya matengenezo ya barabara. Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani ya Halmashauri ya Manispaa ya Temeke kwa ajili ya kuhitimisha mwaka wa fedha 2025-2026, mstahiki meya wa Manispaa ya Temeke Uzairu Yasin amemwomba Waziri Mkuu wa Tanzania kuunga mkono na kupitisha mpango mkakati wa maendeleo ya Manispaa ya Temeke ili kuwezesha ujengaji upya wa Manispaa ya Temeke, kama vile ujenzi wa mtandao wa barabara kwa kilomita 100 kutoka kilomita 10 za sasa, huku manispaa hiyo ikitangaza kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 80 katika mwaka huu wa fedha. Ndugu wa Temeke, kupitia platform hii ipendeze kuwapa taarifa, ndani ya mpango tumezingatia kila aina ya kero: kero ya elimu, kero ya afya, kero ya barabara, na tumekwenda mbali, tumekwenda kwenye eneo la kupanga upya mji wetu wa Temeke kwenye eneo la ardhi. Japo maeneo, ndugu wajumbe wa baraza, tumeyatenga kwa ajili ya shughuli za kibandari. Tumefanya hivyo kama baraza kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya uwekezaji mkubwa aliofanya ndani ya bandari yetu ya Dar es Salaam. Matokeo yake, kwa kuwa kipande kikubwa cha bandari yetu kiko ndani ya Temeke, sasa yale matunda ya bandari yanaonekana ndani ya Temeke yetu. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa Manispaa ya Temeke Bi Veronica Igoko amesisitiza watendaji wa Manispaa ya Temeke kuweka nguvu katika kukusanya mapato ili kuwezesha utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya takribani shilingi bilioni 45, pamoja na kuendelea kushirikiana na serikali ili kuwezesha mpango mpya wa upangaji wa mji wa Temeke kwa ekari zaidi ya 9,000 ili kuendeleza upya manispaa hiyo. Assignment tulizopewa na waamuzi, waheshimiwa madiwani, naomba kila mkuu wa idara aangalie kwenye idara yake, kama kuna taski ambayo umepewa, basi tukazifanyie kazi katika umoja wetu kwa taratibu zetu, tuweze kukamilisha
na hatimaye tutakuwa tumeijenga halmashauri yetu kwa ufanisi mkubwa. Na baadhi ya madiwani wa manispaa ya Temeke wakizungumza wamesema katika mwaka wa fedha ambao umeishia Juni mwaka huu, kata zaidi ya 23 za manispaa hiyo zimeweza kunufaika kwa kupata miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwemo kutoka katika sekta ya afya, elimu, maji, miundombinu ya barabara pamoja na maeneo mengine ambayo yanaufanya mji huo kuendelea kukua kwa kasi. Tumepokea takriban kiasi cha shilingi zaidi ya milioni 250 kwa ajili ya ile 10%. Tunaposema 10%, 4% kwa ajili ya kina mama, 4% kwa ajili ya wanawake nini vijana, na ile 2% kwa watu ambao wenye wasiojiweza, tunasema kwenye hali ngumu. Kwa hiyo tumepokea, na juzi tu nimepokea bajaji yenye thamani ya shilingi milioni 16 kutoka katika ile 10%. Kwa hiyo utaona kwamba utekelezaji wa ilani kwa taarifa iliyopita umekwenda vizuri na bado unakwenda vizuri. Mimi kama diwani wa kata ya Chang'ombe nimefurahia sana mpango, na sisi kama Chang'ombe ni kwamba tutafaidika kwenye mpango wa miaka 10. Na kwanza tutafaidika sana kwenye masuala ya barabara. Katika mpango wa miaka 10 kuna masuala ya ujenzi wa barabara kwenye hizo kata zetu. Kwa hiyo na sisi kama Chang'ombe tumo kwenye huo mpango na tutafaidika na barabara ambazo zitaorodheshwa. Kwa hiyo miundombinu itakuwa mizuri ndani ya kata yetu, lakini pia tutafaidika kwenye swala la uwekezaji. Ni kushukuru sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Na tuelekee sasa mkoani Mwanza ambapo Mwenge wa Uhuru umewasili katika manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza, ambapo umezindua na kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo mradi wa kuchuja na kutibu maji katika chanzo cha maji Igombe Kabangaja unaolenga kuongeza upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi wa Shibula, Kayenze na Igombe. Taarifa zaidi na Emmanuel Meshaki kutoka Mwanza. Akizungumza mara baada ya kukagua na kuzindua mradi wa chanzo cha kuchuja na kutibu maji, kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa Michael Mwang'onda ameridhishwa na mradi huo, huku akisema kuwa serikali imeendelea kutoa fedha nyingi kwa ajili ya kuwasaidia wananchi kupata huduma ya maji safi na salama. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Ilemela Kafiti William Kafiti amesema kituo hicho ni muhimu kwa wananchi wa maeneo hayo, kwani kwa sasa watapata maji safi na salama, huku akishukuru serikali kwa kutoa fedha kwa ajili ya mradi huo. Awali ya yote, kwanza ni kushukuru sana kiongozi mkuu wa mbio hizi kwa kuja katika wilaya yetu ya Ilemela kukimbiza mwenge huu kitaifa 2026, lakini vile vile niendelee kutoa pongezi na kushukuru kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutimiza ahadi yake. Awali akisoma taarifa ya mradi, mhandisi Rukia Yange amesema umetekelezwa kwa gharama kiasi cha shilingi milioni 585 ambapo umekamilika kwa 100%. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, mradi huu umetekelezwa kwa gharama ya shilingi milioni 585 chini ya mkandarasi Equiplus Company Limited. Kazi zilizotekelezwa ni pamoja na ujenzi wa nyumba ya mitambo, ununuzi na usimikaji wa tenki la ujazo wa mita kubiki 100, ununuzi na usimikaji wa pampu 2, pia kulaza mabomba la ukubwa wa milimita 200 na lingine la ukubwa wa milimita 100. Mradi huu umekamilika kwa 100%, umeanza kutoa manufaa kwa wananchi. Nao baadhi ya wananchi katika eneo hilo wameshukuru serikali kwa kukamilisha mradi huo, kwani kwa sasa watapata maji safi na salama. Tulikuwa na shida ya maji yalikuwa changamoto sana, ila sasa hivi tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea maji. Tulikuwa tunahangaika, tunaamka saa 12 kujitusha na ndoo za maji, ila sasa hivi tunalala mpaka saa 4. Tunashukuru sana kwa kutuletea huu mradi. Watu tumeteseka sana, watu tunatumia maji machafu, watu tunatumia maji masafi. Mvua ilikuwa ikija maji yanakuwa machafu, lakini sasa tunashukuru Mungu kupata hayo mabomba. Mwenge huo wa Uhuru umetembelea miradi 6 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 24.9 ambapo umekimbizwa katika kata 6 kati ya kata 19 za manispaa hiyo
kwa umbali wa kilomita 71.654. Ni kushukuru sana Emmanuel Meshaki kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani, na tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Na katika biashara, serikali yasema uwekezaji kwenye gesi, nishati na kilimo kupaisha uchumi wa Tanzania.